Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya siku 10 za maombi kwa mwaka wa 2026. Januari 7 mwaka huu wa 2026 ndiyo ilikuwa siku ya kwanza. Leo ni Januari 8, siku ya pili. Mwaka huu tunayo mada kuu inayosema kufunguliwa. Na siku hii ya pili tunaenda kuliangazia somo linalosema fungamana pamoja na vipaumbele vya ufalme. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo ambapo umetupatia nafasi watoto wako kujifunza neno lako. Siku hii ya pili ni ushuhuda kwamba bado uko pamoja nasi. Tembea nasi kila wakati, tufundishe mapenzi yako na zaidi sana ukatuongoze kutembea katika haki yako. Ninakushukuru kwa ajili ya maombi yetu ambayo umeendelea kuyajibu. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wameendelea kuja miguuni pako. Msikie kila mmoja anapoita, uje mkombozi. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Siku ya pili. Fungamana pamoja na vipaumbele vya ufalme. Fungu elekezi, Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya 6 hadi ya 8. Wakati wa pekee pamoja na Mungu. Ombi. Chunguza neno. Soma Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya 6 hadi ya 8. Je, ni vipaumbele gani walivyokuwa navyo wanafunzi katika akili zao? Je, Yesu alikuwa na kipaumbele gani kwa ajili ya wanafunzi wake? Je, vipaumbele gani huchukua sehemu kubwa na nguvu zako? Hekima kutoka kwa Ellen White. Kabla ya kupaa kwenda mbinguni, Kristo aliwapatia wanafunzi wake agizo. Aliwaambia kuwa walitakiwa kuwa watekelezaji wa mapenzi yake ambayo katika hayo alikuwa ameurithisha ulimwengu hazina za uzima wa milele. Aliwaambia wanafunzi wake kuwa mmekuwa mashahidi wa maisha yangu ya kujitoa kafara kwa niaba ya ulimwengu mzima. Mmeziona kazi zangu nilizokuwa nafanya kwa ajili ya Israeli. Sasa ingawa watu wangu hawakuja kwangu ili wapate uzima, japo wakuu na makuhani wamenifanyia mambo hayo kama walivyokuwa wamekusudia, ingawa wamenikataa, bado watakuwa na fursa nyingine ya kumpokea mwana wa Mungu. Mmeona ya kwamba wote wanaonijia wakiungama dhambi zao, ninawapokea bila masharti. Yeyote ajaye kwangu, sitamtupa nje kamwe. Kwenu wanafunzi wangu, ninauweka ujumbe wa rehema. Unapaswa upelekwe kwa Wayahudi na wa mataifa. Anzeni kwanza na Israeli. Halafu mtakwenda mbele kwa mataifa yote, lugha na jamaa. Wote watakao amini imewapasa kuwakusanya katika kanisa moja. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 21. Kusudi la ombi. Salimisha vipaumbele vyako binafsi kwa Yesu kama Bwana. Muombe Mungu aufanye ufalme wake kuwa kipaumbele chako. Wanafamilia au marafiki. Shughuli ya kushirikiana. Mwalike kila mtu asimame na kufumba macho. Macho yote yakiwa yamefumbwa. Mjipange katika mstari mnyofu bila kugusana. Mnaweza kutumia sauti zenu ili kutengeneza mstari. Baada ya kutengeneza mstari, fumbueni macho yenu. Mmefanyaje? Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Ombeni pamoja. Bwana, fumbua macho yetu kwa Roho Mtakatifu
ili tuweze kuungana katika utume wako kwa ajili yetu. Chunguza neno. Soma Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 6 hadi ya 8. Linganisha ombi la Yakobo na Yohana katika Marko 10 aya 35 hadi 37 pamoja na swali la wanafunzi katika Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 6. Je, ni wazo gani lilikuwa katika akili za wanafunzi? Soma Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 7. Je, mwitikio wa Yesu kwa wanafunzi unasema nini katika familia yako kuhusu mnavyojishughulisha kwa ajili ya baadaye? Hekima kutoka kwa Ellen White. Utume wa Injili ni kitambulisho kikuu cha umishonari cha ufalme wa Kristo. Iliwapasa wanafunzi wa Kristo kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya roho za watu, wakiwapatia wote mwaliko wa rehema. Haikuwapasa kusubiri watu wajilete kwao, walitakiwa kuwafuata watu wakiwa na ujumbe wao. Matendo ya Mitume sehemu ya 1 ukurasa wa 21. Kusudi la ombi. Fanyeni mduara kwa kupiga magoti katika maombi. Muungane kumwomba Mungu awape moyo wake kwa ajili ya vipaumbele vyake. Ombeni ahadi ya Roho Mtakatifu ili mpate kuwa mashahidi wake popote mnapokwenda. Familia ya kanisa. Ukaribisho. Ibada katika maombi. Kiongozi kwa wote. Kaeni katika vikundi vyenu vidogo vidogo. Timu ya maombi itaalika kikundi chenu kidogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache, mtaisikia timu ya maombi ikiimba ubeti mmoja wa wimbo. Mtakaposikia, tafadhali hameni kutoka katika maombi kwenda kwenye wimbo. Sifa. Vikundi vidogo. Katika Biblia zenu fungueni Luka Mtakatifu 19 aya 10. Tafakarini majina ya Yesu yanayoeleza vipaumbele vyake. Kwa mfano, mchungaji. Mshukuruni Mungu kwa majina hayo. Wote imbeni wimbo wa kumsifu Mungu. Tubu. Vikundi vidogo. Soma Luka Mtakatifu sura ile ya 19 aya 8. Zakayo alitubu dhambi zake. Mwombeni Mungu awasaidie kuishi maisha ya toba. Wote imbeni wimbo wa toba. Omba. Vikundi vidogo. Soma Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 aya 16. Ombeni kwa ajili ya Roho Mtakatifu kuja na kuwa msaidizi wetu. Wote imbeni wimbo wa Roho Mtakatifu. Shuhudia. Vikundi vidogo. Unda vikundi vya watu 2 au 3 ndani ya vikundi vyenu vidogo. Ulizeni na kujibu, Mungu alikusaidiaje kutekeleza changamoto ya saa 24 ya jana? Changamoto ya saa 24 ya jana. Katika saa 24 zijazo, zima vifaa vyote vya kielektroniki kwa dakika 10. Soma Zaburi ya 46 peke yako, wewe na Mungu tu. Msifu Yesu Kristo kwa kuwa Mungu aliye hai. Mwombe Roho Mtakatifu amweke mtu mmoja katika moyo wako na mshirikishe mtu huyo sababu moja unayojua kwamba Yesu yu hai. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya 1 aya ya 6 hadi ya 8 kama maandalizi kwa ajili ya kesho. Shughuli ya kushirikiana. Kiongozi kwa wote. Simameni kwa duara katika kundi lenu dogo. Fikirieni jukumu moja muhimu lililo kwenye orodha yenu ya kufanya, kwa mfano, kulipa bili, kufanya mazoezi ya kukimbia au kutengeneza gari. Kila mmoja kwa zamu aoneshe kwa ishara jukumu hilo kimya kimya, huku wengine wakibaini ni lipi. Sote tunavyo vipaumbele vingi vya haraka na muhimu. Lakini vipi ni vipaumbele vya Mungu kwa ajili yetu?
Ibada katika neno. Vikundi vidogo. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya 6 hadi ya 7 na Mathayo 6 aya 33. Maneno ya Yesu katika Mathayo 6:33 yanawezaje kuleta maana katika maneno yake mwenyewe kwenye Matendo sura ile ya kwanza ya 6 hadi ya 7? Soma Mhubiri 3 aya ya kwanza hadi 11. Tunaweza kujifunza nini katika kifungu hiki kuhusu zawadi ya muda na vipaumbele? Hekima kutoka kwa Ellen White. Iliwapasa wanafunzi kuendelea mbele na kazi yao kwa jina la Yesu. Kila neno na tendo lao lilitakiwa kuwavuta watu kwenda kwa Kristo, kama jina lenye nguvu za kuweza kumwokoa mwenye dhambi. Imani yao ilitakiwa kujikita kwake aliye chimbuko la rehema na uwezo. Kupitia jina lake, wangepeleka maombi yao kwa Baba nao wangejibiwa. Walikuwa wanatakiwa kuwabatiza watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Kristo ndiyo ingekuwa kauli mbiu yao, kitambulisho kinachowatofautisha na wengine, kifungo cha umoja wao, mamlaka ya kila tendo lao na chanzo cha mafanikio yao. Chochote kisingetambuliwa katika ufalme wake kisichochukua jina na neno hili kuu. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 22. Kusudi la ombi. Kiongozi kwa wote. Ombeni kwa ajili ya vipaumbele vya ufalme wa Kristo. Omba kwa ajili ya moyo wa Kristo kwa wapotevu kuwa moyo wako. Wito. Kiongozi kwa wote. Ni akina nani hapa usiku huu wanaosadiki kuwa vipaumbele vyao katika siku hizi za mwisho si vipaumbele vya Yesu Kristo? Ninawaalika kujumuika nami katika kumwomba Mungu kupanga upya vipaumbele vyetu kuendana na vipaumbele vya ufalme wake. Changamoto katika saa 24. Kiongozi kwa wote. Orodhesha vipaumbele vyako vikuu 4 katika maisha yako sasa, ukiwa mkweli kuhusu hali halisi ya moyo wako na mahali ulipoelekeza fikra zako. Omba na usome Yakobo sura ile ya kwanza aya 5 hadi ya 8. Mwombe Mungu akuoneshe vipaumbele vikuu 4 ambavyo yeye anataka viwe vyako. Andika orodha hiyo na uiweke mahali ambapo utaiona kila siku. Kwa msaada wa Mungu, chukua hatua ya imani sasa ili kuishi kulingana na vipaumbele vyake maishani mwako. Soma Matendo sura ile ya kwanza ya 9 hadi 11 kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya siku 10 za maombi. Mada yetu kuu siku hizi 10 mwaka wa 2026 ni kufunguliwa. Na leo ilikuwa ni siku ya pili inaposema fungamana pamoja na vipaumbele vya ufalme. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza ya 6 hadi ya 8. Na kwa nukta hiyo basi ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya siku hii ya pili. Ikiwa Bwana atatupatia nafasi, siku ya 3 tutajifunza kutana na Yesu pale anapotushangaza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.